hatumpendi. Lazima tusikiliza, nyumba tuwajaitia moto wananchi. Na wananchi wa Tanga wameshikilia bango, wamesema wanaomba haki itendeke kwa yule kijana na kwa Mwakinyo asitoke, kama vile Mwakinyo alivyosema yeye ni maarufu, anajulikana na watu wengi wakubwa, atatoka na vitu kama hivyo. Habari mfuatiliaji wa Tiki TV popote pale ulipo ndani na nje ya Tanzania. Basi hii ni Tiki TV. Basi kama ni mara kwa kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu zote ambazo tunakuletea hapa ndani ya Tiki TV. Basi kuhusiana na habari ambayo inatrend kwenye mitandao ya kijamii ikimhusisha bondia maarufu sana nchini Tanzania ambapo anajulikana kwa jina la Hassan Mwakinyo, anayeshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga kwa tuhuma za kumshambulia kijana aitwaye Musa Ali. Kwa tukio hilo lililotokea katika mtaa wa Sahare vijijini, ambapo Musa alidai kuwa alipokuwa akiokota nazi barabarani majira ya saa 12 alfajiri alikumbana na Mwakinyo na kijana wake wa kazi. Musa aliulizwa kuhusu asili ya nazi hizo, na baada ya kujibu ameziokota barabarani, basi Mwakinyo alimshambulia kwa kumpiga mtama na kisha kumburuza hadi nyumbani kwake. Musa pia anadai kuwa alikatwa na kisu na kushambuliwa na mbwa wanne, akipata majeraha makubwa yaliyomlazimu kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Bombo huko Tanga. Kwa upande wake, kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga ACP Market Msangi amethibitisha kuwa Mwakinyo anashikiliwa kwa tuhuma za kumshambulia mtu huyo aliyedaiwa kuingia katika eneo lake bila ridhaa. Msangi alieleza kuwa walipofika katika eneo hilo la tukio, walimkuta mtu huyo akiwa na majeraha na hivyo walimpeleka hospitali kwa matibabu zaidi. Polisi wanaendelea kumhoji Mwakinyo ili kubaini chanzo cha majeraha hayo na hatua zaidi za kisheria zitakapochukuliwa kulingana na ushahidi utakapo patikana. Hassan Mwakinyo ni bondia mwenye rekodi nzuri sana katika ngumi za kulipwa, akijipatia umaarufu zaidi na zaidi baada ya kumshinda Sam Engiston wa nchini Uingereza kwa TKO, ambapo ni mwaka 2018, ambapo ushindi huo ulimwezesha kupanda katika viwango vya ubora duniani na kuipa Tanzania heshima katika medani ya ngumi za kimataifa. Bila kusahau, hadi hivi sasa Mwakinyo bado anashikiliwa na jeshi la polisi huko mkoani Tanga kwa uchunguzi ukiendelea ili kubaini ukweli wa tukio hilo na hatua zaidi za kistahiki za kisheria zikichukuliwa. Basi ikumbukwe kwamba mtaa ambao anaishi bondia Hassan Mwakinyo wamemkataza kutokuishi hapo. Wamemwambia kabisa kuhama jiji hilo la Tanga kutokana na kitendo ambacho amekifanya. Ni kitendo ambacho kimegusa wengi sana kwa kesi chake. Basi wengi wamekuwa kimlaumu kutokana na kitendo ambacho amekifanya, wengi wakisema kwamba kitendo hicho alichokifanya ni kitendo cha kikatili kabisa, hakustahili kuishi katika jiji hilo la Tanga, katika kijiji hicho cha Sahare. Basi bila kusahau, mfuatiliaji wa Tiki TV, basi kama ni mara kwa kwanza kutufuatilia, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata habari zetu zote ambazo tunakuletea hapa ndani ya Tiki TV. Kwa habari kama hizi usisite kutufuatilia. Basi jina langu naitwa Sales Nicodemus. Bibati, assalamu alaikum jamia. Ndugu zangu, habari zonifikia, najua amejiandaa kufutari sasa hivi, lakini habari zonifikia sio nzuri. Bondia kaka yetu Hassan Mwakinyo ameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga kwa kosa la kumjeruhi kijana ambaye alipita mbele ya nyumba yake, akaokota nazi. Akaokota nazi moja sio mbili,
kwa ajili sijui alikuwa na kazi nayo gani. Aliokota nazi kwa sababu kwa Mwakinyo nje nasikia kuna mnazi. Kwa hiyo alikuta nazi, alivyoinama chini kuokota, Mwakinyo alimchukua yule kijana na kumuingiza ndani kwake na kuanza kumshambulia. Nasikia alimfungia mpaka kwenye banda la mbwa. Yaani banda la mbwa, akamfungia huko kwenye banda la mbwa na kuanza kumjeruhi. Picha ninazo, nimetumiwa picha, lakini picha sio nzuri kuziposti kwa sababu yule mtu yuko hospitalini anaumwa sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo nimeambiwa na vimenisikitisha ni kwamba Mwakinyo alisema kwamba yeye ni mtu maarufu na atatoka tu. Kwa hiyo tumuombe kwanza huyo ambaye amejeruhiwa. Kwa anayehitaji anicheki WhatsApp, nitamtumia hizo picha. Huyo kijana ambaye ameumia. Na wananchi wa Tanga wameshikilia bango, wamesema wanaomba haki itendeke kwa yule kijana na kwa Mwakinyo asitoke, kama vile Mwakinyo alivyosema yeye ni maarufu, anajulikana na watu wengi wakubwa, atatoka na vitu kama hivyo. So tumuombe. Mwakinyo yuko ndani toka jana, amekamatwa usiku na jeshi la polisi. So hivyo poleni. Na jamani wasanii, jitahidini kuzuia hasira zenu pale ambapo mnaona sio, hata kama ni mtu kibaka, labda mnaweza kumshutumu ni mwizi, mnamkamata. Sio nzuri. Bondia kaka yetu Hassan Mwakinyo ameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga kwa kosa la kumjeruhi kijana ambaye alipita mbele ya nyumba yake, akaokota nazi moja sijui mbili, kwa ajili sijui alikuwa na kazi nayo gani. Aliokota nazi kwa sababu kwa Mwakinyo nje nasikia kuna mnazi. Kwa hiyo alikuta nazi, alivyoinama chini kuokota, Mwakinyo alimchukua yule kijana na kumuingiza ndani kwake na kuanza kumshambulia. Nasikia alimfungia mpaka kwenye banda la mbwa. Yaani banda la mbwa, akamfungia huko kwenye banda la mbwa na kuanza kumjeruhi. Picha ninazo, nimetumiwa picha, lakini picha sio nzuri kuziposti kwa sababu yule mtu yuko hospitalini anaumwa sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo nimeambiwa na vimenisikitisha ni kwamba Mwakinyo alisema kwamba yeye ni mtu maarufu na atatoka tu. Kwa hiyo tumuombe kwanza huyo ambaye amejeruhiwa. Kwa anayehitaji anicheki WhatsApp, nitamtumia hizo picha. Huyo kijana ambaye ameumia. Na wananchi wa Tanga wameshikilia bango, wamesema wanaomba haki itendeke kwa yule kijana na kwa Mwakinyo asitoke, kama vile Mwakinyo alivyosema yeye ni maarufu, anajulikana na watu wengi wakubwa, atatoka na vitu kama hivyo. So tumuombe. Mwakinyo yuko ndani toka jana, amekamatwa usiku na jeshi la polisi. So hivyo poleni. Na jamani wasanii, jitahidini kuzuia hasira zenu pale ambapo mnaona sio, hata kama ni mtu kibaka, labda mnaweza kumshutumu ni mwizi, mnamkamata, mnampeleka. Habari zonifikia sio nzuri. Bondia kaka yetu Hassan Mwakinyo ameshikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tanga kwa kosa la kumjeruhi kijana ambaye alipita mbele ya nyumba yake, akaokota nazi moja sijui mbili, kwa ajili sijui alikuwa na kazi nayo gani. Aliokota nazi kwa sababu kwa Mwakinyo nje nasikia kuna mnazi. Kwa hiyo alikuta nazi, alivyoinama chini kuokota, Mwakinyo alimchukua yule kijana na kumuingiza ndani kwake na kuanza kumshambulia. Nasikia alimfungia mpaka kwenye banda la mbwa. Yaani banda la mbwa, akamfungia huko kwenye banda la mbwa na kuanza kumjeruhi. Picha ninazo, nimetumiwa picha, lakini picha sio nzuri kuziposti kwa sababu yule mtu yuko hospitalini anaumwa sana. Na miongoni mwa vitu ambavyo nimeambiwa na vimenisikitisha ni kwamba Mwakinyo alisema kwamba yeye ni mtu maarufu na atatoka tu. Kwa hiyo tumuombe kwanza huyo ambaye amejeruhiwa. Kwa anayehitaji anicheki WhatsApp, nitamtumia hizo picha. Huyo kijana ambaye ameumia. Na wananchi wa Tanga wameshikilia bango, wamesema wanaomba haki itendeke kwa yule kijana na kwa Mwakinyo asitoke, kama vile Mwakinyo alivyosema yeye ni maarufu, anajulikana na watu wengi wakubwa.